mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tukae. Haleluya kanisa. Kulingana na somo letu, Yesu anatukaribisha kwa ajili ya kutoa mizigo yetu. Yamkini tuna dhambi ambayo inapoteza muda mrefu, unashindwa kurudi magotini kwa Yesu. Yamkini tuna changamoto mbalimbali, labda ni ndoa au biashara au watoto. Yesu anatukaribisha kwa ajili ya kutoa mizigo yetu. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haijalishi ni mzigo kiasi gani. Inawezekana labda ni financial status inakusumbua, labda ni biashara au ni mifugo au changamoto yoyote unayopitia. Yesu anatukaribisha kwa ajili ya kutoa mizigo yetu. Yupo tayari kwa ajili ya kutupokea na kutusuluhishia shida zetu. Labda nitoe ushuhuda kidogo. Najua kuna mtu atapona kwa kupitia hii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni daktari wa kinywa na meno. Nakumbuka ilikuwa mwaka jana, ilikuwa mwezi wa 10, ilikuwa likizo kwa muda wa wiki 3. Baada ya kurudi nikakutana na kesi ambayo wenzangu walinisubiria, wakaniambia tunaomba utusaidie tuumuone pamoja huyu mgonjwa, maana ilikuwa ni kesi ambayo ilikuwa ya muda mrefu kidogo, zaidi ya wiki 2. Ni mgonjwa ambaye alikuwa ameng'olewa jino, lakini amekaa kwa zaidi ya wiki 2 haponi, na kwa kawaida huwa haitokei, ni very rare kutokea kesi ya hivyo. Nakumbuka mgonjwa alikuja na alikuwa ni ndugu wa staff, aliletwa pale kwa mjane, alikuwa ni ndugu wa staff ameletwa kwa ajili ya matibabu. Baada ya kung'olewa jino sasa, ilikuwa hizo wiki 2 zimepita, mimi baada ya nilikuwa sikuwepo, nilikuwa niko likizo. Akapewa dawa, akarudi baada ya wiki 1. Baada ya kurudi ilionekana bado kidonda hakijafunga vizuri. Kwa hiyo akamwapoint aje tena, ambapo muda atakuwa nimeshatoka likizo, sasa niko kazini. Nilipomuona sasa, nilipokienda kile kidonda kwanza nilishtuka, maana ilikuwa ni kesi ambazo ni very rare kuziona kesi za hivyo. Na nahisi aliona ule mshtuko wangu. Kwa hiyo akahisi kuna kitu ambacho tofauti kidogo. Baada ya kumhoji maswali kama ulitumia dawa yoyote, akajibu ndio. Nikamuuliza kuna vipimo vyote ambavyo umefanya, akasema hapana. Nikakaa na wenzangu tukashauriana kama ni vizuri akafanya vipimo zaidi, moja hapo ikiwa ni baadhi ya x-rays. Kwa hiyo tukafanya x-rays, na baada ya kufanya x-rays nikagundua kwamba ilikuwa ni kansa ya ufizi. Ilikuwa ngumu kutoa news kwa mgonjwa kwamba una kansa, lakini jaribu kuongea na ndugu wa staff wa yule mgonjwa, nikamwelezea na akawa tayari, akasema tufanye counseling then tumuelezee kwamba shida ni kitu gani. Tulifanya counseling kwanza. Baada ya kufanya counseling nikamuuliza baadhi ya vitu, na kulingana na maelezo alikuwa anaelezea, anasema alikuwa na kidonda ambacho kimekaa zaidi ya mwaka, lakini alipokuja pale akang'olewa jino bado kidonda kikawa hakiponi. Na jinsi kwa maelezo yake alizani kwamba baada ya kutoa jino kile kidonda kitapona, lakini ikawa tofauti. Baada ya hapo sasa tukamwambia kulingana na x-rays na jinsi unapoiona picha mdomoni una kansa ya ufizi. Ilikuwa ngumu kwa yule mgonjwa kupokea, alilia sana na akawa anasema nimekata tamaa, natamani ni bora nife kwa sababu unaona huu ni mwisho wangu wa maisha, sina tumaini tena. Tulijaribu kumbembeleza sana na tukajiu kwa ajili ya kumfanya counseling. Na baadaye nikamwambia, nakumbuka ilikuwa siku ya Jumatatu, nikamwambia nitakupa rufaa uende mbele zaidi kwa ajili ya kukata kinyama na kwa ajili ya surgery labda na mionzi. Nakumbuka ilikuwa Jumatatu, Yesu anampa hiyo taarifa. Nikamwambia kesho ni Jumanne, nitakuandikia pesa barua ya rufaa, then utaenda kwa ajili ya vipimo vingine, lakini usikate tamaa, nitaomba kwa ajili yako pia. Akawa ameenda kwa ajili ya referral kwa ajili ya hizo vipimo. Kwa hiyo akapangiwa ataenda baada ya wiki 2 kwa ajili ya vipimo na majibu pia. Nakumbuka ilikuwa hiyo Jumanne sasa
nilipokuwa nimemwahidi nitamwombea. Nikawa nimefunga, lakini ilipofika saa 7 nikawa nimechoka sana, yaani nimeshiwa nguvu, focus zilikuwa nyingi. Nikaa kama na mimi naanza kuliva kama bora tu nifungulie, naona kama nashinda. Lakini kuna sauti gani inaniambia kuna mtu ulimpa ahadi kama utaomba na kufunga kwa ajili yake. Na mpaka huo muda nilikuwa sijapata muda wa kuomba kwa sababu nilikuwa busy kidogo. Kwa baada ya hapo nikaomba, nikamaliza kwanza kazi zangu nikaomba, na baada hapo nikapata amani. Baada ya wiki 2 akanitafuta akaniambia, kweli nimefanya vipimo na inaonekana kweli nina kansa ya ufizi. Nikamwambia lakini msikate tamaa, yupo Yesu ambaye bado ataendelea kutetea. Baada ya wiki 2 akapewa appointment arudi baada ya wiki 3. Aliporudi akafanyiwa vipimo vingine tena na akakata sasa, akaambiwa afanyiwe surgery ya kuendelea kutoa hiyo kansa ya ufizi ambayo imeextend kwenye taya. Kwa hiyo alikata meno ya chini yote kutoka hapa baada ya wiki 3 akafanyiwa surgery, akatolewa hiyo taya ikawa imekatwa yote. Baadaye akaambiwa atarudi baada ya wiki ya mwezi sasa kwa ajili ya kufanya tena vipimo vingine kama CT scans na baadhi ya x-ray ili wasio watama point kwa ajili ya kufanya mionzi, matibabu ya mionzi. Akaondoka baada ya mwezi sasa alirudi kwa ajili ya kufanya hizo x-rays na CT scans. Ikagundulika kwamba ile kansa ilikuwa imeshatoka kwenye mfupa ya taya. Kwa hiyo haikuwa imeextend hadi kwenye kifua labda kwenye shingo. Kwa hiyo walipofanya ile surgery ya kutoa ile taya, maana yake walitoa na ile kansa. Kwa hiyo hamna tena matibabu ya mionzi, ile kansa imeisha. Kwangu mimi ilikuwa ni kuonesha sio. Kwangu mimi ilikuwa ni muujiza sana na namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo niko hapa kuwatia moyo. Lakini tuna changamoto mbalimbali, lakini ni ugonjwa ambao ni wa muda mrefu, umekata tamaa. Yamkini ni watoto hapa wamekuwa kigoa mara kwa mara. Yamkini ni watoto wanasumbua. Yamkini ni financial issues. Yesu anatuita, anasema njoni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niko hapa kuwatia moyo, niko hapa kuwakaribisha. Kama una changamoto yoyote, una face, nenda kwa Yesu. Yesu yupo kwa ajili ya kutupokea, kwa ajili ya kututoa mizigo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tushukuru kwa ajili ya neno. Mtakatifu Mungu, mtakatifu Baba, tunasema asante kwa rehema zako. Tunasema asante wote kwa matendo yako makuu. Endelea kutembea pamoja na sisi Jehova. Kipekee Mungu na kusitambuzi kila mmoja wetu mwenye changamoto mbalimbali, yamkini ni kwenye ndoa, yamkini ni biashara, yamkini ni uchumi. Tunakusihi Bwana Yesu katutue mizigo yetu. Ukapate kwenda kutembea na sisi na zaidi ya yote unaenda kututia nguvu. Ni katika jina la Yesu na kwa damu ya kondoo tunakuwa na kushukuru tukisema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ninaamini kila mtu amepokea sehemu yake. Asante kwa ajili ya mahubiri mazuri. Mungu akubariki sana. Tunaendelea na ibada.